Na kusalimu tena kwa mara nyingine katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Karibu katika Sauti ya Rhapsody inayotoka katika Rhapsody of Realities ama Rhapsody ya uhakika. Tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na mchungaji Chris. Leo basi ni Juni 3, 2025. Siku ya 3 ya mwezi wa 6 katikati ya mwaka 2025. Naitwa Zawadi Machibia. Ujumbe wetu basi leo unasema wazo la Mungu kwa mafanikio yako. Wazo la Mungu kwa mafanikio yako. Neno la msingi linatoka katika waraka wa pili kwa Korinto sura ya 9 mstari wa 8 na unasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mchungaji Chris anafafanua ujumbe wa leo kwa kusema, maisha yako yanapokwenda sambamba na maagizo ya Mungu, kwa mfano katika eneo la fedha, moja ya baraka zitakazodhihirika kwa haraka ni kupungua kwa matumizi katika mapato yako kila siku. Hii ni sura nyingine ya baraka za Mungu. Yeye hakubariki tu kwa kuongeza kipato chako, pia anakubariki kwa kupunguza matumizi katika mapato yako. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni sehemu ya matokeo ya neema ya Mungu itendayo kazi maishani mwako. Kumbuka yale tuliyosoma katika andiko letu la ufunguzi. Zaidi ya hayo, yeye pia humkemea mharibu na kumweka mbali nawe. Ukiangalia katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 11, Biblia inasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Alaye ni Shetani au chochote anachotumia kuteketeza au kula rasilimali na fedha zako. Mifano ni uharibifu, matengenezo ya mara kwa mara na hasara zinazosababisha gharama kubwa za matengenezo. Biblia inasema katika Mithali sura ya 10 mstari wa 22 kwamba baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Mungu hawezi kukubariki alafu akuache utaabike, upambane au utumie gharama kubwa kulinda au kutunza kile alichokupa. Wazo lake kuhusu ustawi wako ni kuongezeka au kuzidishiwa wingi, na sio kubadilisha au kutatua matatizo ya mara kwa mara. Lakini ni lazima uwe mtendaji wa neno lake. Anakuelekeza kuleta zaka zako, sadaka na dhabihu zako, na anakupa changamoto ya kumjaribu. Anasema hutapokea tu wingi wa baraka, bali pia mharibifu au mharibu au yeye alaye hatakuwa na nafasi ya kugusa kilicho chako. Yaani yule Shetani hatakuwa na nafasi ya kugusa kilicho chako. Kwa maneno mengine, hutakuwa na gari linalohitaji matengenezo kila wakati. Hutapata uharibifu au hasara zitakazokulazimu kutumia gharama kubwa za utunzaji. Jione kuwa umebarikiwa sana kiasi kwamba kila kitu kinachokuja kwako kinatenda kazi kwa ukamilifu, kinadumu kwa muda mrefu na kinatimiza kusudi lake. Kama vile wewe ulivyo, kazi bora kabisa ya mikono ya Mungu aliyeumba kwa ajili ya matendo mema. Yeye pia ameamuru mali zako zidumu, rasilimali zako zihifadhiwe na fedha zako zidumishwe kwa njia ya kimuujiza. Hii ndio hali yako halisi katika Kristo. Funguo ya kuishi katika uhalisia huu ni kulinena na kulitenda neno lake. Ukiri, mharibu au alaye hana nafasi katika maisha yangu, fedha zangu au rasilimali zangu, kwa sababu mimi ni mtendaji wa neno.
Hivyo ninatembea katika ustawi usio wa kawaida, ambako mapato yangu yanaongezeka na matumizi yangu yanapunguzwa kwa njia ya kiungu. Ninaishi katika wingi wa kudumu katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika somo la leo tunayapata kutoka katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10, kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 38, kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 13 hadi wa 16, na pia waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 8. Bila shaka umebarikiwa basi na ujumbe wa leo unaohusu masuala ya matumizi, fedha na baraka za kimungu. Kama hujalisikia vyema ili neno, unaweza kurejea kusikiliza tena na tena na tena. Ni chakula cha siku yako ya leo. Basi ukiwa na swali ama unataka kututumia ujumbe, tumia namba hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.